الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ومن اتبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. يقول المولى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام كن بكتاب الله التالية وللسلام فاشية وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية ولمن قطعك واصلة ولمن سكت عنك مبتدئا ولمن سألك معطيا وإياك والنميمة فإنها تزرع سهناء في قلوب الرجال وإياك والتعرض للعيوب الناس. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Awali wa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametujalia neema ya afya kuweza kufika katika siku tukufu kama hii ya leo. Lakini sala na salamu zimfikie mtukufu wa daraja kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, yeye pamoja na kizazi chake kitaharifu. Baada ya kuyasema haya, naihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia nafsi zenu katika suala la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa'alamu anna al-fawza lilmuttaqin wa anna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Na tufahamu ya kwamba wamefaulu wamchao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali yuko pamoja na wale wenye kutenda wema. Tukiwa mwishoni kabisa mwa mwezi huu mtukufu wa Dhulqaada, mwezi ambao umejaa matukio mbalimbali, mwezi ambao una matukio ambayo yanahusiana na Uislamu moja kwa moja, zikiwepo wiladati za maimamu wetu watukufu, lakini vile vile ndani yake kuna matukio ambayo maimamu wetu wameweza kuondoka baadhi yao katika mwezi huu mtukufu wa Dhulqaada, mwezi ambao ni katika ile miezi minne ambayo ni mitukufu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika mwezi huu mtukufu, mwezi ambao una matukio mazuri mengi, moja katika tukio kubwa sana ambalo limeweza kutokea katika masiku ya hivi karibuni, kama si siku ya juzi ni jana, ni tukio la dahul ardh, tukio kubwa, tukio la kutandazwa ardhi, na ikawa ni sehemu nzuri ya maisha ya wanadamu. Tukio hili limetokea ndani ya mwezi mtukufu huu wa Dhulqaada
katika tarehe ya 25. Kwa hivyo ni tukio ambalo halipaswi kutokuzungumzwa, ni tukio ambalo halipaswi kunyamaziwa, bali ni tukio ambalo linapaswa kuelezewa na kufahamishwa katika nyuso za wanadamu, ili watu wapate kujua mwanzo kabisa wa ardhi hii na mwanzo kabisa wa mbingu na mwanzo wa maisha ya mwanadamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba Nabiyullahi Adam alayhi salam alimchagulia sehemu maalumu ya kuishi. Alimchagulia sehemu maalumu ya kuishi, na hapo ni kabla ya kuumbwa ama kabla ya kukunjuliwa kwa mbingu na ardhi. Dahul ardh ni tukio la kukunjuliwa baina ya mbingu na ardhi, zote zikawa katika sehemu nzuri na zikapambika kwa yale ambayo yameweza kuzipamba mbingu na ardhi. Sasa baada ya kwamba ardhi ikatandikwa vizuri na mbingu ikainuliwa vizuri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo alipofunga mitanamba za uhai wa mwanadamu, kama ambavyo inavyoweza kutokea katika maisha ya kwetu ya kila siku, kwamba kila mwanadamu pengine katika nyumba yake amefungiwa mitanamba ya umeme. Sasa maisha yake sasa yanaanza kuhesabiwa namna ambavyo anavyokwenda katika mienendo yake ya kila siku. Kwa hivyo zikawa zinapungua siku baada ya siku katika yale masiku aliyoandikiwa mwanadamu kuishi katika maisha ya hapa duniani. Kwa hivyo kadiri unavyoishi ndivyo ambavyo unavyotumia energy yako, nguvu yako, uhai wako katika maisha ya hapa duniani, unazidi kuupunguza. Sasa wewe utachagua upunguze umri wako katika mambo mema ya kumpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au upunguze umri wako, upoteze umri wako katika kuyaendea mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayampendezi. Katika Qur'ani imekuja aya ambayo tumeitanguliza hapa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema, awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ardha kanata ratqan fafataknahuma, ya kwamba hivi je, hawafikirii wale ambao walomkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba mbingu na ardhi zilikuwa zimeambatana, mbingu na ardhi zilikuwa zimegandamana, mbingu na ardhi zilikuwa zimekunjwa vizuri na zikawekwa sehemu maalum. Na historia ukiisoma vizuri na kueleza, mbingu na ardhi zimekunjuliwa kutoka katika shina la Kaaba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale ndipo ambapo maisha ya mwanadamu yalipoanzia. Baada ya kuwa mbingu na ardhi zimeshafunguliwa, sasa yakawa ni maisha sasa kwa wanadamu waishi katika ardhi na mbingu hiyo, waende sasa wakafanye yale kumpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anasema, je, hawafikirii, hawafahamu, hawaelewi ya kwamba mbingu na ardhi ni katika vitu ambavyo vilikuwa vimekunjwa vikawekwa sehemu fulani? Kisha baada ya hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fafataknahuma, tukaweza kuvikunjua na tukavitandaza vizuri, ikawa ni ardhi nzuri ya maisha salama kwa mwanadamu. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hiyo anamaliza akisema, waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, na tukajalia kutokana na maji kila kitu kikawa ni hai. Afala yu'minun, hivi je hawaamini bado? Kwa sababu
Mtu asishangae kwamba mbingu na ardhi zilikuwa zimekunjwa na zikawekwa sehemu fulani. Mtu asishangae jambo hili kwamba inawezekanaje. Mungu katika Qur'ani anaeleza baada ya kuwa mbingu na ardhi zimewekwa vile ambavyo zilivyowekwa, itafika sehemu Mungu atazirudisha vile vile ambavyo zilivyokuwa zimeanza. Yauma natwi samaa katayyi sijilli lilkutub kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu, kwamba itafika siku mbingu na ardhi tutazikunja kama vile ambavyo zilivyokuwa zimeanza hapo mwanzo. Hiyo siku itakuwa pengine ndiyo siku ya Kiyama. Sasa ardhi itakunjuliwa kwa sababu tayari ishakunjuliwa, na baadaye itakuja kukunjwa kana kwamba vile ilivyoanza hapo awali. Na Mungu anasema wa'adan alaina, na hiyo ni ahadi kutoka kwetu sisi, inna kunna fa'ilin, hakika sisi ni katika wale wenye kufanya jambo hilo. Kwa hivyo itafika hadi mbingu na ardhi zitarudishwa vile vile ambavyo zilivyokuwa zimeanza mwanzo. Sasa wakati zinapokunjwa mbingu na ardhi, tunapaswa turudi katika nafsi zetu na tutathmini, lao ikifika ile siku sasa ndio mbingu na ardhi zinakunjwa, wewe utakuwa katika hali gani? Utakuwa na maisha ya namna gani? Umejiandaaje na jambo hilo? Ulifanya yale kumpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au ulikwenda tofauti na vile Mungu alivyokutaka ukaishi katika mgongo huu wa ardhi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa huruma zake na kwa baraka zake na kwa fadhila zake akaitandaza hii ardhi na akaiinua mbingu alivyoinua, ili tu aje kupatwa kuabudiwa katika mgongo huu wa ardhi. Kuna aya nyingi zikielezea jambo hili. Kuna aya tofauti tofauti katika Qur'ani zikielezea umuhimu wa kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anaonyesha ya kwamba kuumbwa kwa mbingu na ardhi ni miongoni mwa alama zake. Ndio ukisoma katika suratul Rum utakuta ayati nyingi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wa min ayatihi manamukum bil-layl wa min ayatihi yurikumul barq. Aya nyingi zikionyesha umuhimu wa alama na kuzitambua alama za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa anasema, na katika hizo miongoni mwa ayati zilizoonyesha kwamba kuna aya za Mwenyezi Mungu kadhaa, aeleza ya kwamba hata mbingu na ardhi ni sehemu ya aya na ishara za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa je, watu wanatumia vipi akili zao kutambua kwamba ardhi namna ilivyowekwa imewekwa kwa ajili watu kwa kupitia ardhi ile wamtambue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa kupitia mbingu namna ilivyowekwa vizuri wamtambue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal ardha ba'da dhalika dahaha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, na ardhi baada ya hapo tukaitandaza ikawa ni nzuri, ikawa ni sehemu nzuri ya maisha ya mwanadamu. Na wanaeleza ya kwamba arratqu ni kule kutokunyesha kwa mvua, lakini alfatqu ni kule kutokumea kwa mimea kutoka ardhini. Na ingemea vipi mimea ili hali hakuna ardhi? Na ingenyesha vipi mvua ili hali hakuna mbingu? Kwa sababu ili mvua inyeshe inategemea joto linalotoka ardhini kwenda juu na kutengeneza mvuke, mwisho wa siku ikanyesha mvua. Na itakaponyesha mvua itamea mimea kutoka ardhini. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza
jambo hili kwa umuhimu wake wanadamu kulitambua. Ardhi si kitu cha kawaida tu, lakini ni miongoni mwa viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mbingu si jambo la kawaida, namna ambavyo alivyoiinua. Tena sehemu zingine katika ayati nyingine akieleza na kujisifu ya kwamba ameinua hii mbingu pasina ya nguzo ambazo mnazoziona zikiwa zimeshikilia mbingu, kama ambavyo tunavyoliona hili jengo lina nguzo kadhaa ambazo zimeshikilia, ambazo zimeimarisha ili lisije likaporomoka siku moja. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kutufungua macho ya kwamba hiyo mbingu mnayoiona ilivyowekwa vizuri namna ile, na hakuna nguzo ambazo zilizoshikilia ile mbingu, anataka kwa kupitia mbingu ile wanadamu waione ishara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanadamu wamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ni katika jambo kubwa sana ambalo wamelifanya katika maisha ya wanadamu, kwa kuwawekea sehemu nzuri na salama, kwa kuwawekea mazingira mazuri wanadamu waje waishi katika mazingira haya. Katika aya nyingi anaeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal ardha madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun. Lakini wal ardha madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij. Aya zinataka kufanana kidogo, lakini zinamaanisha kitu kikubwa sana. Na tuliwahi kueleza kwamba rudia mara nyingi inaonyesha umuhimu wa hilo jambo, umuhimu wa hicho kitu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kana kwamba anataka kutukumbusha ardhi ambayo mnayoikanyaga, vipande mnavyovitembelea, hivyo siku ya Kiyama vitatoa ushahidi kwa kila hatua ambayo unayoipiga. Sasa anasema tumeitandaza hii ardhi, tukaiwekea milima ambayo ni thabit, ardhi haitetemeki, ardhi imetulia vizuri, ili mwanadamu apate kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sawa sawa, ili mwanadamu amtambue Mola wake mlezi. Ukisoma katika Qur'an utakutana na aya za namna hiyo nyingi sana, zikijaribu kuelezea umuhimu wa hili jambo, umuhimu wa kukunjuliwa mbingu na ardhi. Si jambo dogo, bali katika aya zingine utamuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akijaribu kuapia kwa kupitia hiyo ardhi na mbingu. Kwa mfano, washamsi wadhuhaha walqamari idha talaha wannahari idha jallaha wallaili idha yaghshaha wassamai wama banaha walardi wama tahaha. Tizama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyojaribu kuapia kwa kupitia vitu hivi. Anaapia kwa jua na namna linavyotoa mwangaza katika ardhini, anaapia kwa mwezi na namna ambavyo unavyong'ara angani, anaapia kwa mchana kwa namna ambavyo unavyoangaza katika maisha ya mwanadamu, bali anaapia kwa usiku pindi ambapo unapoingia na kufunika kila kitu. Zaidi ya hapo, anaapia kwa mbingu na namna ambavyo alivyoijenga, wasamai wama banaha, na mbingu na kwa yule ambaye aliitengeneza hiyo mbingu ikawa vile ambavyo tunavyoiona. Wakati mwingine ukitizama angani unaona ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unaona utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namna alivyoitengeneza mbingu nzuri ya kuvutia katika macho yako. Sasa haya yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha anasema wal ardi wama tahaha, na ardhi
na namna ambavyo alivyoitandika, alivyoitandaza vizuri kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Aya hizi zote zinatuonyesha na kutukumbusha umuhimu wa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ashatoa onyo, itafika wakati atazikunja hizi mbingu na ardhi. Si hivyo tu, ukirejelea katika aya zingine nyingi utaona namna ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyoeleza katika Qur'an, alam naj'alil ardha mihada, hivi je hatukuijalia hii ardhi ikawa ni tandiko zuri kwa ajili ya maisha ya mwanadamu, kwa ajili ya ulimwengu wa wanyama, kwa ajili ya ulimwengu wa wadudu, kwa ajili ya ulimwengu wa ndege, na zaidi anayekusudiwa hapa ni mwanadamu. Alam naj'alil ardha mihada wal jibala autada, na je hatukuifanya hii milima ikawa kama vigingi? Wakati mwingine milima hii inavutia. Utizame mlima Kilimanjaro, utizame mlima Meru, na itizame milima yote namna ambavyo inavyovutia. Lakini Mungu hataki uione ile milima namna inavyovutia peke yake, bali anakuonyesha ishara zake uweze kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukiendelea utaona wa khalaqnakum azwaja, je hatukuwaumbeni nyinyi kwa pea, kwa jozi? Nenda endelea, waja'alna naumakum subata, hatukujalia usingizi wenu nyinyi ni mapumziko. Waja'alna al-laila libasa, waja'alna mpaka mwisho. Utaona namna ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyojaribu kuonyesha ni namna gani alivyowapendelea wanadamu, ni namna gani alivyopendelea maisha ya wanadamu yakawe na utulivu katika maisha ya kawaida. Haya yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayaeleza katika Qur'ani na kuonyesha umuhimu wa jambo hilo. Sasa nini tufanye katika haya maisha? Nini tukipate katika hii dunia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitandaza kwa ajili ya wanadamu, ameitandaza kwa ajili ya waja wake, na akasema kila kitu kilichokuwepo katika mgongo huu wa ardhi ni kwa ajili ya wanadamu. Ni mimea inamfidisha zaidi mwanadamu, ni maji yanamfidisha zaidi mwanadamu, na kila aina ya jambo zuri ni kwa ajili ya mwanadamu. Lilladhina ahsanul husna wa ziyada, ni kwa ajili ya wale ambao waliofanya mambo mazuri, hawa watapata ziada katika maisha ya hapa dunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Dahul Ardh anatuonyesha kuumbwa kwa ardhi hii ni katika vitu vikubwa sana ambavyo mwanadamu anapaswa kuzingatia. Ni katika ishara kubwa sana kuliko ishara zingine zote, kwa sababu pasina ya mbingu na ardhi hakuna chochote kinachoweza kutokea. Pasina ya kutandazwa mbingu na ardhi namna zilivyowekwa vizuri, hakuna maisha kwa mwanadamu, kwa sababu ili upate maisha unahitaji sehemu ambayo ni tulivu. Ili uweze kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unahitaji sehemu ambayo yenye utulivu wa moyo, yenye utulivu wa nafsi. Sasa kama hivi vitu vyote vitakosekana, huyu mwanadamu hawezi kuwa na utulivu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kulitambua jambo hili, ndipo alipojalia akatandaza mbingu hii na ardhi namna ambavyo zilivyo, ili mwanadamu akaishi kwa salama. Na siku ya Kiyama hatakuwa na ushahidi ama hatakuwa na kimbilio la aina yoyote ile, hatakuwa na utetezi wa namna yoyote ile
kutokumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mazingira yote ya kumwabudu aliyaweka, mazingira yote alimfahamisha mwanadamu. Na ndio maana anasema awalam yara alladhina kafaru, je, hawaoni wale ambao waliokufuru nini? Anna samawati wal ardh, ya kwamba mbingu na ardhi, kanata, vitu hivi viwili vilikuwa, ratka fafataknahuma, vilikuwa vimegandamana, vimefungamana, kisha sisi tukaja tukavibandua, tukaviweka kila kitu katika sehemu yake nzuri, ili pawepo na utulivu katika maisha ya mwanadamu. Waja'alna minal ma'i, na tukajalia kutokana na maji kila kitu kikawa ni hai. Afala tu'minun, je, hamuamini? Hampati kuamini kwa kupitia vitu hivyo? Kisha anaendelea akisema waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim, na tukajalia katika ardhi vizuri, tukaitandaza sawasawa, lengo likiwa ni mwanadamu aishi vizuri. Mungu anasema waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun, na tukajalia njia mbalimbali za mwanadamu kuweza kujiokoa katika maisha ya dunia. Si njia za kupita peke yake, bali njia za kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuweza kujiokoa na moto wa Jahannam. Hizo njia tumemjalia mwanadamu ili siku ya Kiyama asiwe na ushahidi mwingine, asiwe na utetezi mwingine. Kila kitu tumekiweka sawa sawa. Mungu anaendelea kujisifu akisema ya kwamba waja'alna samaa saqfan mahfudha, na tukajalia na mbingu kwamba ni dari ambayo iliyohifadhiwa, haigusu na chochote, hakuna yeyote anayeweza kuharibu, imehifadhiwa. Wahumu an ayatiha mu'ridun, je, kutokana na hizo ishara ambazo tumezieleza ya kwamba mbingu na ardhi ni katika ishara za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, je, katika ishara hizo nyinyi mnazipinga? Nyinyi hamzielewi? Hamkuzitambua kule katika maisha ya duniani, kiasi kwamba imefika hadi mmeshindwa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mmeshindwa kuishi kwa salama na amani katika maisha ya hapa duniani. Haya ndiyo malengo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumuumba mwanadamu na kumwekea tandiko zuri ambalo ni ardhi, ili huyu mwanadamu aje aishi vizuri na si kuharibu mipango ya Mungu, na si kuharibu misheni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ilikuwa ni kuja kumwabudu yeye na si vinginevyo. Sasa aya nyingi zikieleza jambo hili katika Qur'ani na kuonyesha umuhimu wa jambo hili na kuonyesha namna gani ambavyo tunapaswa kutunza haya mazingira, namna gani ya kutunza kile ambacho Mungu sisi ametupatia ni amana. Wal ardha farashnaha fa ni'mal mahidun, na ardhi tukaitandaza vizuri kwa ajili ya maisha mazuri ya mwanadamu, lengo asije tu akaichumpa mipaka ile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza sana katika aya nyingi katika Qur'ani, kama ambavyo tulivyoeleza. Watukufu wa Kiislamu, nini sasa tufanye, ama ni majukumu yapi ambayo tunapaswa sasa kuwa tumeyabeba baada ya kuwa ardhi hii imetandazwa vizuri kwa ajili yetu? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka sasa tuishi katika haya maisha kwa amani, pasina ya kumdhuru yeyote, pasina hata kujidhuru wewe mwenyewe, bali anatutaka sisi tuwe ni watu wa kufanya ihsani katika maisha yetu, tuwe ni watu waliofungamana zaidi katika kutendeana wema,
Na ndio katika aya nyingi zikielezea jambo hili, yeyote yule ambaye atakayeharibu haya mazingira ambayo Mungu ameyatengeneza, ni sawasawa mtu huyu amefanya ufisadi katika ardhi kwa kushindwa kusimama na kuzisimamia ile misingi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ni ardhi ameiumba vizuri, lengo la kuumba vizuri huyu mwanadamu aende akaitunze ardhi hii. Mbingu imekaa sawasawa, inapendeza namna ambavyo inavyoonekana. Huyu mwanadamu hatakiwi kwenda kuiharibu mbingu, na ukifanya hivyo maana yake umefanya ufisadi katika ardhi. Ni mafundisho na ni ayati mbalimbali zikionyesha jambo hili, ya kwamba tumeiweka vizuri ardhi. Baada ya hapo tumempatia mwanadamu akaishi humo kwa salama na amani. Akishindwa kufanya jambo hilo, ardhi yenyewe itatoa ushahidi kwamba fulani hakufanya yale ambayo alitakiwa kunifanyia mimi. Na ndiyo maana wanasema hata sehemu ambayo uliokuwa ukiswali mara nyingi, ukiipenda zaidi ukawa na swali, kipande kile ambacho ulichokuwa unaswali, ardhi ile itakuja siku ya Kiyama ikikutetea na ikikuombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kile kipande cha ardhi kinakuja katika umbile zuri la mwanadamu ambaye ni mzuri, na anakuombea maghfira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa lengo letu ni kuishi kwa ihsan, kufanyiana wema. Na ni nini maana ya ihsan? Ni kule kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kana kwamba wewe unamuona, na ikiwa wewe humuoni basi yeye anakuona. Ndio katika aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa akifasiri mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, kwamba yule ambaye ameusalimisha uso wake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili hali yeye ni mtu mwema. Bwana Mtume katika kuitafsiri aya hii anasema, al-ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tarahu, ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kana kwamba wewe unamuona. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka, na ikiwa wewe humuoni basi Mungu yeye anakuona katika sehemu ambayo unamwabudu yeye na si mwingine. Anaeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba katika haya maisha ya hapa ardhini ni kutenda wema, ni kufanya mazuri, na yote ambayo aliyoyafanya ama mimea yote iliyoota katika ardhi hii, na mvua inayoshuka kutoka mbinguni, na kila kitu kinachoonekana akakifanya kwa ajili ya mwanadamu. Ndo katika ile hadithul Qudus Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wewe mwanadamu nimekuumba ni kwa ajili yangu, lakini nimeumba vitu vyote hivi ni kwa ajili ya vitu hivyo kukutumikia wewe mwanadamu. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kayafanya haya yote kwa ajili yetu, kafanya kila kitu kwa ajili yetu, kila kinachoonekana katika mgongo huu wa ardhi ni kwa ajili ya kumnufaisha mwanadamu, siku ya Kiyama tutakaposimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tutamjibu nini? Kwa sababu kila neema ambayo tunaitumia ni neema kwa ajili ya kumtumikia huyu mwanadamu. Sasa mwanadamu arudi katika nafsi yake na ajitathmini, ikiwa hivi vyote vimeumbwa kwa ajili yangu, na Mungu asema mimi nimemuumba huyu mwanadamu kwa ajili yangu pia vile vile, hivyo vitu vitamtumikia hapa duniani mwanadamu, lakini utakapofika katika siku ile ya mwisho ya hisabu, wewe ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tizama, ulitumia vitu hivi ambavyo vimeumbwa kwa ajili yako katika kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Lakini Mungu siku ile ya Kiyama asema, wewe nimekuumba kwa ajili yangu. Utakuwa katika hali ya namna gani? Mazingira yako yatakuwa katika hali ipi? Kwa sababu umemuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yako yote ya dunia. Siku hiyo unabaki ni wewe na yeye. Dharni wa man khalaqtu wahida, niachieni huyu ambaye mimi nimemuumba ni kwa ajili yangu, ni kwa ajili yangu. Qur'ani inaeleza. Sasa tumeambiwa kwamba katika haya maisha ya duniani tuishi kwa amani na salama. Ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama alivyoeleza katika kuitafsiri aya hii, anasema kufanyiana ihsani katika haya maisha ya duniani ni kule kumwabudu Mungu kana kwamba unamuona, na ikiwa wewe humuoni basi yeye anakuona. Sasa ihsani ni jambo zuri, na unapofanya ihsani haimaanishi kwamba unafanya kwa ajili ya Mungu, la, bali unafanya kwa ajili yako. In ahsantum ahsantum li anfusikum, ikiwa mtafanya wema basi mtakuwa umefanya wema kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nafsi zenu nyinyi wenyewe. Wa in asa'atum falaha, na ikiwa mtafanya ubaya vile vile ubaya huo huo unarudi katika nafsi zenu nyinyi wenyewe. Na malipo ya ihsan tunayafahamu, ni ihsani yenyewe. Ikiwa kama ulifanya ihsani katika maisha ya hapa duniani na Mungu atakulipa hivyo hivyo ihsan, hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan, kwani malipo ya ihsani sio kufanyiwa tena ihsani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata katika maisha ya kwetu tu ya kawaida duniani. Yule unayemfanyia ihsani, yule unayemfanyia wema kwa kawaida, na yeye atarudisha wema. Ndiyo tabia ya mwanadamu, iko hivyo, na nafsi zimewekewa. Yule ambaye anayefanya ihsan ama anayefanyia nafsi ihsan, huyo mtu anakuwa ni mpenzi wa watu, anakuwa ni mtu anayependwa na watu. Kwa nini? Kwa sababu ni mwingi wa kufanya nini? Ni mwingi wa kufanya ihsan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Imamu Ali alayhi salam anayo maneno mazuri sana akisema ya kwamba alaikum bil ihsan fa innaha afdalu ziraa wa arbuhu bidhaa, ya kwamba fungamaneni na kutenda ihsan, jitahidini kufanya wema. Kwa nini? Fa innaha afdalu ziraa, ndio zao zuri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa arbuhu bidhaa, bali ndiyo bidhaa ambayo iliyokuwa na faida zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano, wewe unalima, kwa kupitia maneno haya al-Imamu Ali alayhi salam, alaikum bil ihsan, fanyeni ihsan, shindaneni katika kufanya mazuri. Fa innaha afdalu ziraa, kwa sababu ndiyo zao zuri. Kama mwanadamu analima, basi ahakikisha analima zao ambalo ni zuri. Leo ukiwa na shamba lako zuri, utalima vizuri, lakini utaliandaa vizuri, na hata mbegu utakayoipanda pia lazima itakuwa ni mbegu nzuri. Kwa nini? Kwa sababu unatarajia kupata mavuno yaliyokuwa mazuri. Sasa ikiwa unatarajia kupata mavuno ambayo ni mazuri, ni lazima uhakikishe kwamba shamba lako ni zuri, bali mbegu yake ni nzuri, na kila kitu ambacho ulichokifanya katika shamba lile, ili upate ufanikiwe, uvune mavuno ambayo ni mazuri, lazima uhakikishe kwamba mazingira yote yale ambayo yanakufikisha katika lengo la kupata hasad, la kupata mavuno ambayo ni mazuri, lazima uandae vizuri mazingira yako. Sasa al-Imamu Ali alayhi salam, maneno yake haya anasema kwamba hilo ndio zao zuri.
na ikiwa ni zao zuri, maana yake utavuna mavuno ambayo ni mazuri, ni ihsan. Bali wa arbuhu bidhaa, na ndio bidhaa ambayo yenye nini, ambayo yenye faida sana. Ukiwa unataka bidhaa nzuri yenye faida mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi fanya ihsani kwa watu, watendee wema watu, watendee wema watu pasina kujali dini zao, pasina kujali makabila yao, pasina kujali rangi zao, pasina kujali sehemu yoyote ile wanaotokea. Fanya ihsan. Ukifanya ihsan, malipo yake yatakuwa vile vile ni ihsani mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ni maneno ya Imamu Ali alayhi salam, lakini anaendelea akisema ya kwamba man kafura ihsanuhu ahabba ikhwanuhu, yeyote yule ambaye atakithirisha kufanya ihsan, atakayekuwa ni mwingi wa kufanya mazuri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mbele ya watu wake wanaomzunguka, basi anasema ndugu zake watampenda. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Anasema yeyote mwenye kuzidisha kufanya ihsan, yeyote mwenye kujilazimisha kuwatendea watu vizuri. Na tumeeleza ihsani si tu kuwatendea watu vizuri, bali ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yote hayo ambayo unaweza kuyafanya, yote yanaingia katika ihsan. Anasema mtu huyo hupendwa na ndugu zake, si ndugu kwa maana ya ndugu zake tu wa karibu, bali hupendwa na watu wote kwa ujumla. Yule mtu ambaye ni mzuri wa roho, hakuna yeyote anayemchukia, hakuna yeyote ambaye hawezi kumpenda. Automatically kila mtu akimuona na furahi. Sasa ndio anazungumza maneno haya mazito akisema, kithirisheni zaidi kufanya ihsan, kithirisheni zaidi kufanya wema, kwa sababu mtapendwa nyinyi na watu, mtapendwa nyinyi na Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Kiislamu, ya kuzungumza hapa ni mengi sana kuhusiana na jambo hili na maisha haya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia na kutuwekea tandiko zuri kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho kabisa nimalize na maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ambayo pia ameashiria hapa akisema ya kwamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ahsin ila man asaa ilayk, ya kwamba fanya wema hata kwa yule ambaye aliyokufanyia ubaya. Tizama maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, hakusema wafanyie watu ihsani wale wenye kukufanyia wewe ihsani, bali wafanyie watu ihsani wale ambao wanakufanyia wewe ubaya. Na huu unahitaji uwe na moyo mkubwa na subra kubwa pia vile vile, kwamba mtu anakuudhi, anakufanyia maasi mabaya, maudhi, madhila, lakini Mtume anakutaka wewe mfanyie wema. Si amekufanyia uzuri, la, amekufanyia ubaya, yeye anakutaka umlipe yeye. Kwa nini? Kwa uzuri. Idfa billati hiya ahsan, lipa kwa jambo ambalo ni bora zaidi, si bora zaidi. Si mtu amekufanyia ubaya, wewe umlipe kwa wema. Ndio maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akimaanisha hivi, ahsin ila man asaa ilayk, fanya wema kwa yule ambaye anayekufanyia ubaya. Bismillahir rahmanir rahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.